mchana wa leo. Roho Bwana nena nao mchana wa leo. Roho Bwana penya katika moyo wako mchana wa leo. Si mimi ninaenda kunena, ila ni Roho Bwana. Yale amenipa mchana wa leo, hayo ndiyo nitakayokupa, hata kama ni mawili. Wacha yapanye katika moyo wako mchana wa leo, na yakaachilie uponyaji katika mwili wako. Maana maandiko inaniambia kwamba neno la Bwana ni pumzi iliyo hai mifupani mwako. Haleluya. Na wewe hili neno mchana wa leo, wacha liwe pumzi iliyo hai katika yale unayopitia. Haijalishi ni katika majira gani, haijalishi ni katika nyakati gani, lakini neno hili likawe neno la kipekee kwa sababu yako. Haleluya. Mtumishi wa Mungu ambaye tutaandamana pamoja na yeye anifungulie katika, tuanze Genesis 17 kwa Asia penyewe. Maana maandiko inaniambia kwamba Ibrahimu katika umri aliyokuwa naye alijua vizuri haizi akapata mtoto. Bwana asifiwe. Alielewa vizuri katika hii umri, akaangalia mke wake akajua hapa no. Bwana asifiwe. Maandiko inaniambia kwamba hakuamini, na hata Sarai alicheka kimoyo moyo. Sijui umeelewa mangapi katika maisha yako? Umenabiliwa mangapi katika maisha yako? Nyakati na majira zimekuja zikakupita, ukaona ya kwamba imefika mwisho. Ni wakati ambapo Mungu anaenda kujitukuza. Haleluya. Maana timu yetu leo inasema ya kwamba season of God. Bwana asifiwe. Nyakati za Mungu. Haleluya. Nyakati za Mungu haijalishi katika uzee, haijalishi katika utoto, haijalishi katika ugonjwa, haijalishi katika hiyo milima uliyo ndani. Nyakati za Mungu zinapofika, hakuna milango itafungwa. Haleluya. Wana wa Israeli kaangaika miaka nenda rudi, hawakuwahi pata amani. Ilipofika wakati wa Mungu, wana wa Israeli walipita. Haleluya. Waliingia katika nchi ya ahadi. Tusome. Mwanzo 17 kuanzia penyewe. Inasema hivi: Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Amen. Amen. Uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Bwana asifiwe. Katika miaka ya 99 Mungu akamjia Ibrahimu akamwambia, uende mbele yangu na ukawe mkamilifu. Je, wewe ni mkamilifu mchana wa leo? Bwana asifiwe. Ndiposa utembee katika majira na nyakati za Mungu, ni lazima uwe mkamilifu. Bwana asifiwe. Maana itakuwa ni vigumu kupambanua nyakati na majira. Wakati ambapo Mungu anakuhitaji, hapo ndipo wewe utakuwa umechelewa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajawahi chelewa hata siku moja. Mwanadamu humwacha Mungu. Maana mkiwa katika njia inayofaa, ni wewe utaondoka katika njia. Mungu haondoki katika njia yako. Bwana asifiwe. Ataondoka tu kama hautakuwa mkamilifu. Kuna watu walitembea na Mungu. Bwana asifiwe. Enoka alitembea na Mungu. Na ukisoma kuhusu Enoka hakuacha mauti. Bwana asifiwe. Alipambanua nyakati na majira. Bwana asifiwe. Nyakati za sasa ni nyakati gani? Kuna wakati nilikuwa nashangaa. Nasikia kwamba hizi ni nyimbo za majenzi. Bwana asifiwe. Zingine ni za millennium. So sijui hizi zingine zinaitwa aje? From millennium ni kama tunarudi kwenda nyuma, sio? So wakawa wanasema ya kwamba tukiingia katika ibada tuimbe nyimbo za jenzi. Mimi ninasali tu.
Mungu wetu hubadilika. Sijui utanipata vizuri. Mungu wetu hubadilika. Maandiko inaniambia kwamba yeye ni yule jana, leo na hata milele. Inamaanisha kwamba hata tutakapotoka katika Chelsea, tunaposonga katika hiyo viwango, bado yeye ni Mungu, habadiliki. Halo? Sijui kama umepata hiyo. Mungu wetu habadiliki. Jana, leo na hata milele. Yeye ndiye Mungu wa nyakati. Bwana asifiwe. Habadiliki kwa jambo lolote. Sijaijua kama wakati wa millennium alikuwa green na wakati wa Chelsea amekuwa red. Na kufika ile wakati mwingine ndio sasa atawaka moto. I don't know. Bwana asifiwe. Mimi ninajua kwamba ninaabudu Mungu ambaye ni jana, leo na hata kesho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuendelee msomaji. 2 nasema hivi. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe. Nami nitafanya agano langu kati yangu na wewe mkamilifu. Nami nitakuzidisha sana sana. Atakupanua. Atapanua mipaka ya watoto wako. Atapanua mipaka ya kazi yako. Kuna ndugu ametoa hapa ushuhuda akasema siku hizi ni engineer. Bwana asifiwe. Atapanua kutoka chini hadi juu, atakuweka. Bwana asifiwe. Atapanua hata kapu lako la unga, hautawahi lala njaa. Huyo ni Mungu wa majira. Bwana asifiwe. Ni Mungu wa yule mteule ambaye ni mwaminifu na ni mkamilifu mbele za Bwana. Tuendelee. 3 inasema Abrahamu akaanguka kifudifudi. Akaanguka kifudifudi. Wakristo wa saa hii tukiabudu tuanguke kifudifudi. Wana watch TV. Kuna mtu anapata hiyo kwa sababu ni yake. Ana watch TV. Na kama sio TV, ako Facebook. Na kama sio Facebook, ana chat. Hi babe. Yaani wale wenye wamekaa chini ni waje? Hawajielewi. Ibrahimu kwa sababu alikuwa mkamilifu na anajua kupambana nyakati na majira, akaanguka kifutifuti. Sijui alianguka katika hali gani, lakini leo hii mchana wa leo ninaomba Mungu anipe hiyo neema yenye Ibrahimu alikuwa nayo, nami nianguke kila wakati na kila saa kifutifuti mbele za Bwana. Haleluya. Ungekuwa unatamani hiyo neema, ukiambia Jehova amen katika sauti hiyo ya juu. Maana kuanguka kifutifuti sio rahisi wapendwa. Sio rahisi. Siku hizi tuna mioyo migumu. Siku hizi tuna mioyo mizito. Mioyo isiyokuwa na roho ya utu ndani wetu. Kiwango kana kwamba tumezoea Mungu. Imefika kiwango hata huyo Mungu unamchunga kama ni huyo dada. Ana kutoka roho mbaya. You can do anything. Yaani sio lazima. Ingia tu ibada kwa sababu wewe unaingia ibada. Pambana nyakati na majira ya kumwabudu Mungu. Kama ni nyakati na majira ya kumsifu Mungu, mpendwa msifu Mungu. Kama ni nyakati na majira ya kuanguka kifutifuti, anguka kifutifuti. Hiyo basi umevaa vizuri ni Mungu aliyekupa. Hiyo nywele umeshuzanga vizuri ni Mungu aliyekupa. Hiyo maisha uliyo nayo ni Mungu aliyekupa. Mitandao unatembea na kwenye kalichawa. Kuingia na kuondoka kwako ni chawa. Chakula nayo kula kutoka ndani ya tumbo na kutoka katika nyumba yako. Nichuomba Mungu aishie miguu. Hello. Hebu tuendelee. Kuna mahali maandiko inaniambia kwamba sijui nisome. Tunaendelea kusema hivi. Wacha tusome hivi. 4 inasema hivi. Mimi agano langu nimefanya nawe. Nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Wala jina lako hutaitwa tena Abrahamu. Amen. Lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Ibrahimu anaibiwa jina nzuri. Leo hii hataitwa Ibrahimu, bali ataitwa baba wa mataifa. Bwana asifiwe. Na hata ukisoma katika 18:15, Sarai pia anabadilishiwa jina. Anaambia kwamba leo hii utaitwa Sarai tena, bali utaitwa Sara, mama wa mataifa. Bwana asifiwe. Na kumbe katika nyakati za Mungu majina hubadilika. Halo? Kumbe nyakati za Mungu majina hubadilika. Hata sura inabadilika. Hata kutembea inabadilika. Ulikuwa unaenda na baiskeli, leo utaenda na pikipiki. Unabadilika tena katika
majira yatabadilika. Sijui kama uko na imani. Kuna wakati nyakati zinakuja, sitakuwa mimi yule, sitakuwa mimi yule, maana nimeishi kuandaliwa na ninajua mimi huwa naelewa kwamba huwa naandaliwa. Bwana asifiwe. Mimi nimeandaliwa kwa muda mrefu. Mimi nimelelewa mtoto yatima, sikuwahi jua kiatu mimi. Bwana asifiwe. Mimi sikuwahi jua nguo nzuri. Mimi sikuwa najua mtu anashuka nywele. Halo? Hata chakula kuipata ilikuwa ni karama. Kama ni nyumba tuliishi ndani tulichangiwa na msaada. Halo? Kuna mtu anipati. Kama leo hii ninaishi, niliyochuma wa majira, aliyejua kutoka mavumbini ataniweka na mimi juu. Sikuwahi jua nitakuwa jinsi nilivyo. Niliishi katika maisha ambayo hayakumpendeza mwanadamu, lakini kwa Mungu yalikuwa mema, maana nilikuwa naandaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Halo? Wakati mwingine unapotembea, unapokaa, amini ya kwamba Mungu yupo. Mungu wetu ni Mungu wa majira. Na kama umeomba, mtumishi wa Mungu amehubiri, amefundisha asubuhi leo akasema ya kwamba unaweza kuwa unaomba na hujajibiwa. Kwa muda mrefu umekuwa ukiomba, lakini unaona kana kwamba umechelewa. Haujachelewa, kuwa na subira. Katika maisha yako, maisha ya Mkristo, kuwa na subira. Wakati wa Mungu utakapofika, hapo ndipo malipuko yataondoka. Hakuna atakayezuia baraka zako. Hakuna atakayepingana na baraka zako. Hakuna atakayefunga mlango wa baraka zako. Maandiko yananiambia katika Mhubiri 3 kuanzia penyewe. Bwana asifiwe. Ya kwamba kila jambo huja kwa wakati wake. So umekuwa na wakati mgumu kwa muda mrefu. Umekuwa na wakati mgumu katika maisha yako. Umepita katika wakati wa kilio. Kuwa na subira. Wakati wa Mungu unakuja. Wakati wa Mungu unakuja. Ni vizuri kuelewa wakati wa Mungu. Maana pia shetani anapojua kwamba unangojea wakati wa Mungu, pia huingia na nyakati zake. Tuelewe kwamba kuna wakati wa shetani. Wakati umekaa katika maandalizi, shetani anakuja na shortcut. Umengoja ndoa kwa miaka mingi wewe kijana, shetani anakuja na shortcut, anakuambia huyu ndio wako. Unaanguka na yeye leo, inaenda miss. Bwana asifiwe. Kesho mwingine anakuja, unaanguka na yeye, inaenda miss. Bwana asifiwe. Unaenda ukiwa unatestiwa kama wewe ni mwanadada. Na wewe kama ni kijana unaonja kwa sababu haujajua kupambanua nyakati na majira. Utakapoelewa kupambanua nyakati na majira, wakati wa Mungu ni wakati ufaa. Wakati wako katika maisha yako lazima uwe na subira. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme katika Waebrania 11. Acha turudi Genesis 17:17. Inasema hivi: ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi, akacheka, akasema moyoni, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? 18. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hata Ibrahimu licha ya kusujudu na kuanguka kifudifudi alibahatisha. Bwana asifiwe. Kumbe hata Ibrahimu alifanya nini? Hadi alicheka. Yaani alikuwa anacheka kimoyomoyo. Lakini kumbe Mungu alikuwa ananena naye. Tusome 18. Inasema hivi: Ibrahimu akamwambia Mungu, lau kwamba Ishmael angeishi mbele yako. Mungu akasema, sivyo, lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume, nawe utamwita jina lake Isaka. Nami nitafanya agano langu imara kwake, kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. Mahali ambapo umetegemea mchana wa leo,
sio pale ndipo Mungu ametegemea. Bwana asifiwe. Umetegemea Ismaili, Mungu anajua kuna Isaka barabara. Na leo Isaka asaliwe katika maisha yetu. Na leo Isaka wa baraka ambaye ni taifa la agano asaliwe katika maisha yako. Haleluya! Isaka ambaye milako yake imeshanyoka. Ni Isaka ambaye baraka zimekaa mapekani mwake. Ya kwamba maandiko inaniambia kwamba katika hiyo uzao kutatokea wafalme. Bwana asifiwe. Katika hiyo uzao ndipo kutatokea wafalme. Na hakuna jambo lisilowezekana mbele za Bwana. Luka 18:27. Na Yesu akasema, nisomee Luka 18:27. Akasema hivi. Akasema, yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana kwa Mungu. Yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Yesu yanawezekana. Yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Yesu yanawezekana. Nataka tuimbe wimbo. Tuamini ya kwamba yasiyowezekana kwangu, yasiyowezekana kwa pastor, yasiyowezekana kwa bishop kama wanadamu, yaliyowashinda wazazi wako, kwa Yesu yanawezekana. Haleluya. Kwa Mungu wetu yanawezekana. Haleluya. Tunaamini ya kwamba yanawezekana. Ya kwamba Ibrahimu akaona ya kwamba hatapata mtoto. Lakini maandiko yananitia moyo katika 18:27 Luka. Ya kwamba yasiyowezekana kwa baba yangu. Kumbe ndio sababu Mungu alichukua baba yangu na mama mapema. Siku nimepata hiyo, nimepata mfumo mpya leo. Kumbe ndio sababu walichukuliwa mapema. Kwa sababu yale ambayo hayangewezekana na wao, kwa Mungu yanawezekana. Nilikula, nilivaa kwa neema ya Jehova. Bwana asifiwe. Sasa kuna wazazi hapa na sio hapa wakuku hivi. Sio wameshindwa kulea watoto wao. Kwa sababu gani? Wamejiamini ya kwamba hao ndio wanalea. Wapendwa, ni wacha niwaambie. Mimi watoto wangu na mimi Mungu analea. Na sijawahi kata tamaa kwa jambo lolote. Ninapofika mwisho, najua kwamba hapo ndipo mwanzo kwa Jehova na anashuka na anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nilituma wrong tip 19,500. Mimi mwenyewe sina chochote. Nimesafiri Western 24. Nimerudi sina chochote. Natuma kazi kwenda kununua vifaa, natuma wrong tip. Hai, kama nyama na damu ya mwanadamu nikasikia mzigo. Ninatuma hivyo, kuna matanga inanihitaji, kuna renti kanisani inanihitaji, kuna renti kwa nyumba inanihitaji chakula. Nikaambia Mungu, sasa Mungu ni vipi? Maana mimi ni wako. Na tulikuwa tumefundishwa kuhusu uaminifu. Pastor, ilikuwa Sunday gani tulifundishwa kuhusu uaminifu? Nakumbuka sikuomba mimi. Nilikuwa natembea hivi najiuliza maswali. Narudi na nyamaza. Lakini siku moja nikasikia kuomba na nikaambia Mungu, sababu ulisema ya kwamba tuwe uaminifu. Na si pesa mimi sijaibia mtu. Nilikuwa tunaenda kufanya kazi. Bwana asifiwe. Niliishi nikiwa namngojea Mungu. Nikamwambia Mungu, kama ni nyakati zako ya kwamba hii ni funzo kwangu. Maana hakuna jambo linalokuja katika maisha yako ya kwamba Mungu hajui. Kuna mambo yanakuja kutuandaa. Ndiposa tuingie katika baraka zetu. Hauwezi ukaingia katika baraka za Mungu kama haujaandaliwa, unless ni shortcut. Nani tunakubaliana kwamba ni shortcut? Walioruka katika baraka siliwawacha mapema, lakini ya Mungu yana maandalizi. Nikaambia Mungu, kama kuna maandalizi unaiandaa, asante. Na kama Baba, hizi fedha ni zangu, nasirudi. Nikasahau. Saturday nikiwa kwa shamba nafanya kazi saa 10. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa saa 7. Nikaacha kazi, nikasema no, enough is enough. Safaricom wananiambia imeenda kopa si account yao. So ni kama hiyo pesa haina mwelekeo. Mwingine ananiambia no, ni kama ya account iko na deni. Nikasema sawa. Nikaacha kazi hapo hiyo masaa, nikasema nilipwe nisilipwe, nikaenda Kitengela. Kufika Kitengela nikaambia huyo mhudumu, nikamwambia naomba sitaondoka hapa kama sijaona mwelekeo wa pesa yangu. Akaniambia mama, enda ukae kule kwa kona. Pesa yako ikiingia, amka uende.
Bwana Yesu asifiwe. Kumbe ilikuwa tu nitoke tuende pale, ndipo pesa yangu ikuje. Sikuwa najua. Nilipofika kupambanua nyakati na majira, na ni katika hasira ya Jehova nikapokea pesa yangu. Saa 10:58 pesa ilikuja. Na nikakuja nikiwa natembea kama soja. Hiyo siku kulikuwa na ushirika. Hata nilipanda pikipiki. Haleluya. Ili nifika katika ushirika laka, nisikie tu neno la Bwana, nikanitie nguvu kwa sababu kumbe ni wakati wa Mungu, sikuwa najua. Kuna mambo yanafanyika ili katika moyo wako, katika maisha yako kuwe na ushuhuda. Yasipofanyika hautakuwa na jambo la kuambia mtu. Bwana asifiwe. Nilianza nikiwaambia kwamba nilitembea pasipo nguo. Lakini leo hii mimi huvaa nguo za fedha. Bwana asifiwe. Nikitaka ya pesa ngapi nitanunua na siko kazi. Halo? Mimi kazi yangu ni ya kupatisha, ikuwepo leo kesho haiko. Lakini nikiamka hivi nikuje nitoa sadaka katika haya madhabahu, nikienda naenda kufanyia pesa mingi kuliko mwenye ameenda mwezi mzima. Halo? Nikitoka hapa kesho ninajua kwamba naenda kufanya pesa ya kulipa tabu. Amen. Huyo ni Mungu anaishi. Mungu ambaye ninamwabudu. Mungu ambaye nilimtafuta na nikatafuta madhabahu itakayekubali. Na mtumishi wa Mungu anayeniombea usiku na mchana. Maana kuna wakati nilihangaika. Sikuwa nimejua kupambana nyakati na majira. Nilikaa katika utumwa, nikakaa katika maisha ambayo hata hakuna mwenye alikumbuka kuniombea. Niliumia sana. Bwana asifiwe. Niliteseka sana. Hakuna mtu angenipeleka mbele za Bwana. Maana kuhani usongesha watoto wake mbele za Bwana. Sikukuwa na kuhani, nilitembea kama mwana mpotevu. Lakini nilipokuja kukutana na Pastor Aisha, wapendwa, kuna mtu anaweza toa ushuhuda. Maisha yangu yalibadilika. Pastor Aisha kama mwenyewe ni mshuhuda, mama ni mshuhuda. Tuliishi kwa plot wakati mwingine. Nilikuwa nikitembea hata najiuliza na nilifuka aje hii barabara. Yaani ila mimi nimefuka. 1 year nikiwa chini ya madhabahu ya shida. Kuna uwezekano unaabudu mahali, hapo mahali si pako. Jua nyakati zako, ondoka. Usichoke. Bwana asifiwe. Usichoke. Na wewe uliye katika madhabahu ile haki, chukulika. Hakuna baraka zinazokuja hivi kimanenge. No. Ati hivi tu. Kwa nini hauko? Wewe hujui nyakati. Wakisema tunashika huyu dada mkono, wewe hauko. Hauelewi nyakati. Wewe hata mchungaji wako mchungaji yako hata kumpigia simu mchungaji. Lakini unataka kumpigia, na kumpigia na credit gani? Halo? Hata tiko ni anipigia simu na kumpigia na credit gani? Sadaka utoi. Mimi ni mwimbaji. Mara mingi wacha niseme mambo ya waimbaji. Waimbaji wakati unatoa sadaka leo. Tuseme tu ukweli, waimbaji wakati. Pasa, tungekuwa tunaweza kwa hiyo kabu. Iseme ni nani alitoa? Leo tungeangalia waimbaji. Nikaenda mahali nikaambiwa waimbaji anatoa sadaka. Ikaniingia, ikaniduka. Nikasema na kuanzia leo nitakuwa natoa sadaka katika madhabahu. Na sikuwa najua. Kumbe nilikuwa nakati nipate hilo neno. Nilidunga kwa sababu sitoangi sadaka. Niposa milango yangu ifunguke. Na wewe leo yako ifunguke. Halo. Tutoe sadaka milango yetu ifunguke. Tutoe sadaka katika kapu la unga la madhabahu, kukuwa na kitu. Tusiwe wa kopa. Halo. Tusiwe wa kopa. Bwana asifiwe. Wakati utatembea katika majira za Bwana, utembea katika nyakati za Bwana, na uwe mkamilifu mbele za Bwana, maadui wako watachanganyikiwa. Watakuwa wanasema ni yeye si yeye. Wanajiuliza maswali, ni yeye si yeye. Ni yeye tulimuona jana. Bwana asifiwe. Haleluya. Watakuwa wanaulizana maswali. Tazama nitatenda neno jipya. Sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Katika Isaya 43:19. Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Bwana asifiwe.
tusema Jehova atalitenda jambo jipya katika maisha yako. Bwana anaenda kutenda jambo jipya katika huduma aliyokupa. Bwana anaenda kutenda jambo jipya katika uzao wa tumbo lako. Umekuwa ukihangaika ukijiuliza watoto wangu watakuwa namna gani? Biblia inaniambia leo kwamba Mungu anaenda kutenda jambo jipya katika uzao la tumbo langu. Anaenda kutenda jambo jipya katika uzao wa tumbo lako. Anaenda kutenda jambo jipya katika kazi ya mikono yako. Na hata sasa analitenda sasa hivi. Haleluya! Jehova anaenda kutenda jambo jipya katika maisha yako. Katika hayo majira umekuwa ukitembea, katika hayo majira umekuwa ukimngoja Mungu, umekaa katika subira kwa miaka mingi. Inawezekana ulikuwa umekata tamaa kama Sarai, inawezekana umekaa miaka mingi kama Ibrahimu. Jehova anaenda kutenda jambo jipya mchana wa leo. Bwana anaenda kutenda jambo jipya katika maisha yako. Bwana anaenda kutenda jambo jipya katika nyumba yako. Anaenda kuachilia baraka katika nyumba yako. Anaenda kufungua milango katika nyumba yako. Hata baadhi ya shamba imefunguka. Bwana asifiwe. Inafika wakati ambapo Mungu anaamuru na inatendeka. Biblia inaniambia kwamba wana wa Israeli wakaangalia nyuma, wakaona maadui wamekuja, wakaangalia mbele, wakaona kuna bahari, wakaona yao imeisha. Lakini katika hiyo nyakati ndipo Mungu alishuka na kujitukuza. Bahari ya Shamu ikafunguka na njia ikaonekana. Wana wa Israeli wakapita, wale maadui waliowafuatia waliangamia katika bahari. Na leo maadui wako wachanganyikiwe, na leo maadui wako wakaisha katika bahari, na leo maadui wako wakahangaike, na leo maadui wako wakahangaike, na leo maadui wako wakabeleshwe katika hizi nyakati za Mungu, katika hii majira ya jua, wapita na kutwa, wahangaishwa, wabeleshwe, maadui wasiwe na njia tena. Njia yao iwe kisa na utelezi, njia yao iwe kisa na utelezi. Haleluya. Katika jina la Yesu Kristo. Maandiko inaniambia kwamba katika Luka ya kwamba maadui zako watachanganyikiwa. Unajua katika uzao wa Isaka hapo ndipo kulikuwa kumetabiriwa wafalme. Lakini Ibrahimu hakujua ufalme watakaotoka katika uzao wake. Lakini katika hiyo uzao mfalme alizaliwa ambaye ni Simba wa Yuda. Ni Yesu Kristo aliyetufilia msalabani, na hata leo damu yake ni mbichi. Unapoitisha damu ya Yesu hata mapepo yanatii. Unapoitisha damu ya Yesu hata majini yanachomeka. Halo. Maandiko inaniambia kwamba Herode akawa anaulizia ya kwamba ni nani huyo anatenda haya mambo. Inawezekana kuna Elia amezaliwa mara tena. Inawezekana Musa alizaliwa mahali. Wakamwambia hapana. Lakini kumbe ni Yesu aliyekuwa akiyatenda. Alichanganyikiwa. Tusome Luka 19. Tusome 9:7. 9:7 inasema hivi: na Herode mfalme akasikia habari za yote yaliyotendeka, akafadhaika kwa sababu watu wengine walisema ya kwamba Yohana amefufuka katika wafu. 8. Na wengine ya kwamba Eliya ametokea, na wengine ya kwamba mmojawapo wa manabii wa kale amefufuka. 9. Lakini Herode akasema, Yohana nilimkata kichwa. Basi ni nani huyu ambaye ninasikia mambo haya juu yake? Akataka kumwona. Basi wale mitume waliporudi walimweleza mambo yote yaliyotendeka, walioyatenda. Akawachukua akaenda nao faragani mpaka mji mmoja uitwao Bethsaida. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Hata Herode akachanganyikiwa, akauliza, mambo haya yanayotendeka, yawezekana ni Isaya amefufuka? Yawezekana ni Yohana niliyekata kichwa amefufuka? Majira ya Mungu yatakapofika katika huduma wako, watabaki wamechanganyikiwa. Watakuwa wanaulizana, je, ni yeye yule tuliyekuwa tukimjua? Majira ya Mungu yatakapojulikana katika ndoa yako, haijalishi dada umelia miaka mingapi, watabaki wakiulizana, watabaki wakihangaika, watabaki wakiitana. Kuja kidogo nikuulize, kuliendaje ni yule basi yeye? Kwani alibadilika? Kwani ni wewe ni anafanya harusi? Haleluya! Hawatani. Watabaki wamechanganyikiwa, watabaki wanaulizana, watakuwa na maswali katika mioyo yao, watabaki na maswali katika huduma wao, ya kwamba yule tuliyemfinya ni yeye ndiye anaenda. Haleluya! Wataulizana maswali. Haijalishi umepita katika nyakati gani, haijalishi umehangaika katika milima gani, haijalishi ulikuwa mwana mpotevu, wakati wako wa kurejea katika kifuani pa Baba imefika leo. Halo, imefika wakati wako urejee katika kifua pa Baba, usikie joto, ukapata asali ya mbinguni, ukasikie baraka hizi. Watu wao wanasemena ya kwamba nimebarikiwa na Mungu. Kuna watu wanajiuliza, ukieleza baraka anashangaa. Kuna mtu alikuja hapa kutoa ushuhuda, mtu anajiuliza na huyu anasema nini? Anasema kwamba Mungu anatenda, Mungu wa Ibrahim. Karibu sana mchungaji, Mungu akubariki. Karibu sana. Amen. Kwa hivyo naona watu wameshika neno la Mungu. Hallelujah. Praise God. Jina la Bwana lipewe sifa. Umwami Yesu afume. Afumanuka. Nikienda sana ndariku. Hallelujah. Kwa hivyo nataka tumpigie mtumishi wa Mungu makofi mazuri sana. Piga tu makofi mazuri na uongeze shangwe na vikelekele, kwa sababu ni ibada. Kina mama, wamama mpo? Wamama mpo? Wapi vikelekele ya wamama leo? Ongeza vikelekele. Tupambe mwenenaji tu maua, tupambe tu maua. Tufanye tu hivi, tufanye tu hivi, tufanye tu hivi. Ikishawaka moto, haya tumwalishe. Amen. Ametufundisha mambo mazuri ya kwamba nyakati, majira ya Bwana, nyakati za Bwana. Watu wengi wametembea katika hali ya kuokoka, lakini hawajajua nyakati za Bwana. Kumbe nimepata kuelewa zile. Kumbe Mungu wetu ako na nyakati zake. Haleluya. Nyakati kwa Kiingereza inaitwa, Waingereza ongea kwa sauti, season. Kwa Kikizii inaitwa aje mama? Umesema Kikizii. Haya. Kiuko Kibusii huko. Sababu wewe niambia umesahau yote. Huko kwa Kibusii. Hiyo. Shandeli hapo wapi? Nimeona Shandeli mahali ameenda. Hapo Shandeli. Shandeli mtoto wetu. Kwa Kikizii nyakati ni nini? Pastor kwa mfano anasema chingani. Chingaki. Basi ambia mwenzako tambua chingaki. Mwambie wewe umetambua chingaki kweli. Haleluya. Inaitwa chingaki. Majira na nyakati inaitwa chingaki. Na kwa Kikamba vile epila Wakamba jamani, ongea kwa sauti. Epila Yanga hii, epila Yanga hii. Basi uliza mwenzako, umetambua epila Yanga? Umetambua epila Yanga? Mwambie umetambua epila Yanga kweli.
Praise God. Wacha tusikie dada watu anaitwa Faith, isipe. Sipe ndio. Peti, wacha tusikie. Karibu Peti. Majira palukai. Umesahau. Nazi yako wapi? Nazi chapter. Hata wewe hujui. Hao watu ni wamjui lugha yenu, mtaniambia umetoka wapi. Tukimaze baada ya kupagi Mungu ni yako. Dixon, kwa hiyo lugha yenu. Majira. Akina nani? Mimi sijauliza, mnauliza wewe. Vise. Kuna mkikuyu hapa. Wachaluo wako. Si waongee Wajaluo. Ako wapi? Ako hapa tu. Ako wapi? Ako hapa nyuma. Wamecheza. Hao watu wa visa hao wamecheza. Hii ni Kiswahili. Diko na haja niongee na Diko. Diko ndio anaonekana mtu original hapo. Diko. Hii ni fake sio? Wewe ni fake. Apostle. Chinyanga hata hii mimi kama nimeunga mkono. Chinyanga jawe. Basi. Diko saliwa juzi. Diko saliwa juzi. Watu wamezaliwa juzi wanasema wamejua kulugha. Hii kuzaliwa juzi. Chinyanga. Sio okay. Chinyanga ba. Chinyanga sio kurada. Chinyanga ni mazibu. Oh. Lakini yote iko sawa. Chinyanga sio kurada. Ndio mwana. Ndio chinyanga sio Visa kurada. ndio mwana. Basi. Visa ndio mwana. Si wao wabaya. Ujue leo mnakuanga wengi, ndio shida wewe. Kwa hivyo nataka ibada yetu ifika pale. Lakini tamanio la moyo wangu ni kwamba umetambua majira na nyakati. Yule msana anaitwa Abraham. Ni kweli alikuwa na miaka nyingi sana. Na akaona kwamba hawezi akapata mtoto. Na hata Sara mkeo akaona kwamba hawezi akapata mtoto. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini wakati wa Bwana ulipofika, majira ya Bwana kumbe alipofika, kumbe kalenda ya Mungu na kalenda ya mwanadamu ni tofauti. Wewe unaona kwamba umechelewa, lakini kumbe haujachelewa. Haleluya. Unaona kwamba umechelewa, kumbe haujachelewa. Unaona kwamba umeenda mapema, kumbe umechelewa. Kumbe Bwana ana kalenda yake. Kumbe Bwana ana majira yake. Wakati mwanadamu anapofika mwisho, hapo ndipo kalenda ya Bwana inaanza. Wakati maadui wamesimama wamekucheka, wakasema kwamba sasa wewe umeisha, wakakupa majina mabaya, wakakupa majina maovu, hapo ndipo Bwana anakuja. Wakati majira ya Bwana inapofika, Bwana mwenyewe anakuja na anakuja na kupa majina mazuri. Haleluya. Yaani Mungu ni mzuri. Kumbe anakuja tu na counsel, hata jina anafuta tu jina lako na anakupachika jina hili. Haleluya. Ile jina ambayo imekufikisha mwisho. Kumbe majira Bwana anapofika, Bwana anakuja tu polepole. Anafuta jina hilo na anakuambia wewe, ninafanya agano na wewe Dixon. Kuanzia leo hautaitwa hivi, utaitwa hivi. Haleluya. Hivyo ndivyo wakati na majira ya Bwana. Hivyo ndivyo Bwana wetu anapofanya kazi. Hata Ibrahimu mwenyewe akashangaa. Kasema sasa mimi mzee wa miaka karibu 100 na mke wangu na miaka 90. Hii ni story gani? Tutapata mtoto kweli? Lakini kumbe Mungu wetu wa mbinguni ni wa ajabu. Kumbe Mungu ni wa ajabu. Anafanya zaidi jinsi unavyofikiria. Anafanya sana jinsi unavyotenda. Unapodhani umefika mwisho, unapodhani ya kwamba yako yameisha, kumbe Mungu ndiye anakuja wakati. Haleluya. Na Mungu anapokuja wakati, anatabiri mambo makubwa katika maisha yako.
Anatabiri nyakati mpya juu ya anga yako. Anatabiri majira mazuri, majira yenye utukufu, majira yenye amani, majira yenye heshima. Haleluya! Yule aliyedharauliwa, kwa sababu leo ni ibada ya unabii. Pokea jina jipya. Pokea jina jipya. Pokea tena jina jipya. Haleluya! Watu wakasema katika sayansi ya kwamba mtu anapofika miaka 40 kama hajabarikiwa, yule mtu hawezi akabarikiwa. Sema na kando leo mambo kwa jina la Yesu. Sema na ifuta tena kwa jina la Yesu. Haijalishi umekaa Isinya miaka mingapi, haijalishi umekaa miaka 10, haijalishi umekaa miaka 20, haijalishi umekaa mwaka mmoja. Nataka nikuambie ya kwamba subiri, nyakati imefika, majira ya Bwana imefika, wakati wa Bwana umefika. Mambo yote yanaenda kuwa mapya. Hakika ya kitambo yataisha, yale ya zamani yataisha. Unaenda kupatiwa jina mpya. Praise God. Waliotangulia kwa Ibrahimu kupata mtoto, ninajua kwamba walikuwa wanamcheka ya kwamba Abrahamu, natuambia nini? Hata Abrahamu, wanaume ukaongea Abrahamu ikachi. Haleluya. Wanaume mpo? Wanaume wako. Wamama mpo? Ya kwamba Sara, unatuambia wakati Sara ameenda chamba ya kina mama, wanamwambia Sara, weka chini. Hata ujui uchungu mtoto wa Sara, unatuambia nini? My God. Sara akawa anaumia ndani ya moyo. Mwaka wa 10 katika ndoa ukaisha. Mwaka wa 20 katika ndoa ukaisha. Mwaka wa 30 ukaisha. Wakawa na matumaini ya mwaka 40. Ni kweli yule mtu ambaye ana mahitaji siku zote anakuanga na matumaini, lakini inafikanga wakati, maana fikira na mawazo ya mwanadamu, matumaini yanakatika. Sara akafika umri, matumaini yakakatika. Abraham akafika umri, Shabaganda, matumaini yakakatika. Ninajua katika ibada hii kuna watu wako mahali hapa, matumaini yalikatika wakati walipoona miaka inasonga, wakawa na matumaini ya mwaka ujao, wakawa na mwaka ujao kapita, wakawa na matumaini tena miaka nyingine, miaka 5 imekuja imepita, matumaini yamekatika. Wakasema kwamba wacha niishi jinsi nilivyo. Hakika leo nakutangazia ya kwamba Bwana anakuja tena, anakuja kwa anga yako, anakuja na nyakati, maana majira ya Bwana imefika. Bwana amekuangazia, Bwana amekumulikia. Kuna nuru kwa anga yako, kuna nuru ya utukufu. Unaenda kuinuliwa tena, unaenda kusonga mbele tena, unapatiwa jina jipya. Haijalishi wanadamu wamekuita majina gani, lakini leo Bwana aliyekuumba anakupatia jina jipya. Praise God. Ambia mazuri wako bado tunasonga mbele. Jina la Bwana lipewe sifa. Mwambie tena bado linasonga mbele. Unaweza shangaa. Jifanye wewe ni jirani wa Ibrahimu. Jifanye kutu wewe ni jirani wa Ibrahimu. Jifanye tu ni wewe uliokuwa unacheka Ibrahimu. Ya kwamba Ibrahimu wa miaka 100, licha kwamba umebarikiwa na mifugo, umebarikiwa na mashamba, lakini mtoto hauna. Abrahamu siku moja akawa anajiuliza, ni nani atakayeniridhi? Hii mali itaachia nani? Lakini Bwana akawa amempokea. Hakika wanadamu wanaweza kuwa na mipango mibaya kwako, lakini Mungu wa mbinguni kwa nyakati zake na majira yake, hakika mipango ya Bwana kwako ni mema. Mipango ya Bwana kwako haiwezi ikafutika. Wakati wanadamu wanapopanga mibaya, lakini Bwana siku zote anakupangia mema. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Tambua nyakati za Bwana. Tambua majira ya Bwana. Tambua season yako, ya kwamba katika ibada hii ni majira yako. Hii nimekutana na Bwana, ya kwamba Bwana umezungumza kwa anga yangu. Inaliulia ile imani, apokee
neno hili la unabii ya kwamba Bwana amezungumza kwa anga yako ya kwamba sitarudi kwa vile tena, ya kwamba sitaishi katika mambo ya kale, ya kwamba ya kale yameisha, limeanza mstari mpya, limeanza ukurasa mpya, ukurasa wa kuinuliwa. Sitaishi katika ufukara, sitaishi katika umasikini. Umasikini umeisha, leo nimeinuliwa. Waliokuita tasa, utasa umeisha. Waliokuita masikini, umasikini umeisha. Waliokuita kwamba uwezi, na hata wewe mwenyewe ukajiambia ni kweli ya kwamba siwezi, kuanzia leo unaweza. Jina la Bwana lipewe sifa. Hii neno ni langu. Hakika hili neno ni langu. Hakika hili neno ni langu. Na kama pia ni lako, simama kwa miguu yako. Oza makaita mioza, oza makaita mioza, oza makaita mioza, endaya, oza makaita mioza, oza makaita mioza. Oza makaita shakama sumbetamba mulima sumbotori kanta mwakozea soko muzima tumekida semata shosima semata kama kuze shomokozi maso somakanda ya makozi mata kusini maso. Mwambie tu Bwana, majira na wakati wangu umefika. Mwambie tu Bwana, nimekuwa mmoja wao aliyekata tamaa. Nimekuwa mmoja wao aliyekaa katika hali za hatari. Nimekuwa yule mmoja aliyedharauliwa na wanadamu. Nimekuwa yule mmoja aliyedharauliwa na watu wa nyumbani kwangu. Nimekuwa yule mmoja aliyekuwa amefika mwisho. Nikaona kwamba mambo hayawezi. Nikaona kwamba siwezi toka katika kilindi, ya kwamba siwezi toka katika mahali nilipo. Lakini Bwana nisaidie kwa ajili ya majira haya. Neno lako la kiunabii Baba limeshuka. Mtumishi wako Baba nimelipokea, ya kwamba ni wakati wako tena kwanza na mimi, ya kwamba ni majira yako Bwana yamefika. Nisikie tu mtu akizungumza mbele za Bwana. Sijui ni nini ambacho mkwenda kukatisha tamaa. Sijui ni magonjwa ambayo yelewi ni nini. Ukaona kwamba huwezi songa tena. Ukaona kwamba huwezi inuliwa tena. Lakini sikia watu wa Mungu, Bwana wa majira na nyakati haweza kutenda jambo jipya tena. Yeye hachoki. Wakati wote utatembea na Bwana, ukaishuka chini za Bwana. Hakika Bwana ataanza na wewe. Yale yote wanadamu wamenena juu yako, Bwana mwenyewe atayaondoa. Yale watu wamesema juu ya maisha yako, juu ya jamii yako, juu ya ndoa yako, juu ya huduma wako, ukaonekana wewe ufai, ukaonekana kwamba huwezi. Saga maganda hivi anawe siku ya leo ya kwamba ni nyakati za Bwana. Bwana anaanza na wewe. Bwana atamaliza na wewe. Kuna ukurasa mpya tu. Kuna sehemu tu Baba ameanza, anakupeleka katika sehemu hiyo. Wanadamu wamekudharau, wamekutunisha kiwango, lakini kuna sehemu Bwana amekuandalia, sehemu ya kipekee, sehemu ya ajabu, sehemu ya baraka, sehemu ya neema, sehemu ya kibali, sehemu ya utukufu. Maana ni kweli kwa hakika ya kwamba tena kwa mkono
watatu, lakini alipopata mtoto mmoja alipomtuma Isaka, Biblia inasema ya kwamba alifanyika kuwa baba wa mataifa. Haijalishi mikononi mwako umeshika nini my brother, umeshika nini my sister, lakini kupitia kile ulicho nacho Bwana anafanya tena, Bwana anaweza kufanya tena, Bwana anaweza kukuinua katika vilele vya kimataifa. Shalabuza Makaya Shalabuza Makataya Sabisote. Thank you, my Father. Unaweza Baba. Shuka mahali hapa Baba, tenda makubwa. Shuka mahali hapa Baba, tenda mema. Watu wako Bwana wanakusudia. Haijalishi Baba wamekuwa katika hili, lakini majira wako na wakati imefika. Majira kuinua mtu, majira kuinua mtumishi wako, majira kuinua wale wasema, majira kuinua kina mama mali hapa, majira kuinua vijana na watoto wanaowahi, majira kuinua huduma wako umefika. Haijalishi Bwana wamenena nini kinyume na madhabahu yako, wamenena nini kinyume na utumishi wako Baba, 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 Sabaganda, Sagabaganda, Se Shabaganda, Se Marazia, Baba, Baba, tuone huruma Bwana, kama ulivyomwona Ibrahimu kwa miaka 100 na mkeo kwa miaka 90, ukaondola hivyo. Majira yalipofika, inajua kwamba Bwana hata leo katika ibada hii, katika madhabahu haya, mtu amechoka na hali yake, lakini Bwana wa mabwana, majira na nyakati imefika. Bwana unaenda kukomboa walioko, Bwana unaenda kutembelea walioko, unaenda kukuza walioko. Wengine Bwana wametembea katika hali ya magonjwa Bwana iwachachulia, lakini Bwana ninajua nyakati imefika, nyakati imefika, nyakati imefika, nyakati imefika, nyakati imefika, nyakati iliyo bora. Waachie watu wako nyakati ukombozi, nyakati uponyaji Bwana, nyakati imefika, nyakati ya baraka, nyakati ya miujiza Bwana imefika. Tembelea walio wako, tembelea huduma, tembelea wazee, tembelea kina mama, tembelea wengine wamekata tamaa. Shabagandaya, lakini Bwana wakati huu etareni Baba, majira ni masaa yamefika, masaa ya Bwana, masaa ya Baba, majira yako, dakika zako Mfalme, Baba zimefika. Ninajua kwamba Baba kuna kitu naenda kutenda, kuna kitu naenda kutenda mahali hapa. Dakika Bwana imefika, masaa ya Bwana imefika. Nani aliyechoka na hali yake? Nani aliyechoka na hali yake? Rosa bazanta, sheka bazanta, babosaya, uwako mazubitaya, uwako mazubitaya, uwako mazubitaya, sababosaya. Oh,
Bwana yuko hapa. Bwana yuko hapa leo. Anataka tu mtu mmoja akutembelee jinsi alivyotembelea Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa amechoka, amekata tamaa, akaona kwamba mambo yake yamekwisha kuharibika. Lakini ilipofika dakika ya Bwana, ilipofika masaa ya Bwana, sijui nini imekufikisha mwisho, sijui alikani imekufikisha mwisho. Dakika ya Bwana imefika, wakati wa Bwana umefika, wasaa wa Bwana